السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ndugu zangu katika imani, tunaendelea kuangalia maqtal al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, mauaji al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, Allah amridhie na baba yake. Ndugu zangu katika imani, katika darasa iliyopita tuliangalia masala mazima yanayozungumzia namna ambavyo baada ya Muawiya kufa alimwachia au aliacha wasia kwamba mwanae Yazidi ashike utawala na waongoze Waislamu. Na ikumbukwe tuna kisoma kisa hiki cha mauaji ya Hussein kwa kutumia risala ya Sheikh Abu Abdul Qadir Abdul Rauf bin Abdullah bin Uthman al-Munawi al-Shafi'i al-Salafi hafidhahu Allah ta'ala. Anasema وأكبر السبب في امتناع الحسين عن البيعة, na sababu kubwa iliyomfanya Hussein kukataa kumpa mkono wa utiifu Yazid, sababu Muawiya aliacha ametoa maagizo kwamba mwanae Yazid awe mtawala baada yake. Kwa hiyo watu walitoa mkono wa utiifu katika hilo, lakini Hussein alikataa. Na sababu iliyomfanya akatae huwa anna Yazida la yasluhu lilimama, ni kwamba Yazid bin Muawiya alikuwa hafai kuwa kiongozi. Wa anna amra al-imama, na kwa sababu masala ya uongozi la budda min mashurati ulamai al-muslimin, ni lazima yawe yanaenda kwa shura, yaende kwa shura ya maulama wa Kiislamu, kama fi kitabi as-sulhi baina al-Hasan wa Muawiya, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha sulhu baina ya Hasan na Muawiya. Tukumbuke kwamba Hasan bin Ali aliamua kukabidhi utawala kwa Muawiya ili kuzuia damu za Waislamu kumwagika. Kwa hiyo katika sulhu ile walikubaliana kwamba utawala uwe ni kwa shura, lakini Muawiya alichokifanya, alitoa uongozi kupeleka kwa mtoto wake pasina ya shura, kwa sababu ambazo alikuwa anazijua yeye kama kiongozi. Falamma mata Muawiya, sasa alipokufa Muawiya, baya an-nas ibnahu Yazida liyakuna khalifatan lahu, Waislamu wakampa mkono wa utiifu mtoto wake Yazid bin Muawiya ili awe ndo khalifa wao. Warsala Yazid ila wali al-Madina al-Walid bin Utba biakhdhi al-bay'ati min ahli al-Madina. Yazid baada ya kuwa ndiye khalifa sasa, akatuma barua kwenda kwa kiongozi wa Madina ambaye alikuwa anaitwa al-Walid ibn Utba, ili achukue mkono wa utiifu kwa watu wa Madina, kwa maana wale watu viongozi waliokuwa Madina, wale wakubwa ambao wanastahili kutoa bai'a, ahlul hilli wal aqdi, akamtumia barua kiongozi wao al-Walid ibn Utba ili aweze kutoa mkono wa utiifu. Fabaya ahlul madinati kulluhum illa al-Husayna wa Abdullah ibn Zubair, kwa watu wa Madina wote wakatoa mkono wa utiifu isipokuwa al-Husayn ibn Ali na Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Na walikuwa wanaona ya kwamba Yazid bin Muawiya hastahili kuwa kiongozi, kwa wakakataa kutoa mkono wa utiifu. Walamma mtana al-Husayn wa Abdullah ibn Zubair an al-bay'a kharaja ila Makkah, walipokataa kutoa bai'a, walipojizuia kutoa bai'a kumpa Yazid, wakaondoka na kwenda Makkah.
sababu Abdullah ibn Zubair aliambiwa mchana kwamba unaonaje kutoa bai'a, akasema acheni nijisikilizie, kesho nitatoa jibu. Akaondoka usiku. Vile vile al-Husayn yeye akafuatwa, akaambiwa atoe bai'a, akasema acha nijisikilizie, na yeye akaondoka usiku. Kwa hiyo wakaondoka, wakatoka Madina wakaenda Makka, wakakataa kutoa bai'a kwa Yazid ibn Muawiya. Wasakanu biha, wakawa wanaishi huko Makka. Fa idha hum fi hadhihi alhala, na wakati wanaishi sasa Makka, bada'at rasailu ahli al-Kufa tursalu ila al-Husayn, zikaanza barua za watu wa Kufa kutumwa kwa Husayn. Yani watu wa Kufa ambao walimfanyia fujo kaka yake al-Hasan na ambao walimuua baba yake al-Husayn, hao watu wa Kufa wakaanza kumtumia al-Husayn barua tu'limuhu anna ahla al-Iraq. Barua hizo zilikuwa zinamwambia al-Husayn, zinamfahamisha ya kwamba watu wa Iraki yubai'unahu liyakuna amirahum bil-Iraq, wanampa mkono wa utiifu akawe ndiye kiongozi wao Iraki. Kwa hiyo wao wakamwambia kwamba sisi hatujakubaliana na utawala wa Yazid bin Muawiya, kwa tunakutaka wewe uje uwe kiongozi wetu huku katika upande wa Iraq. Wa anahum hatta al'ana lam yubai'u Yazid bin Muawiya, kwa wakamwambia kwamba sisi mpaka leo hatujampa bai'a Yazid bin Muawiya, kwa njoo wewe tukupe bai'a uwe kiongozi wetu. Faqad tawa'u ba'da tawafud ar-rasail min zu'ama'i al-Kufa ala al-Husayn radiyallahu anhu, baada ya kukithiri, baada ya kufuatana barua mbalimbali kutoka kwa viongozi wa makabila mbalimbali Kufa kwenda kwa Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, walati tatlubu minhu al-musara'a fi al-qudumi ilayhim, na barua ambazo zilikuwa zinamtaka afanye haraka ili aende kwao waongoze. Arada al-Husayn an yattali ala haqiqati al-amri, Husayn akataka kuchungulia na kujua uhakika wa jambo lao. Je, ni kweli wanataka aende awe mtawala wao? Alichokifanya, faba'atha ibn ammihi, akamuagiza, akamtuma mtoto wa ammi yake, yani mtoto wa baba mdogo yake, akamtuma, naye ni Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ni mtoto wa ammi yake bin Abi Talib, yani huyo Aqil alikuwa ni ndugu yake Ali bin Abi Talib. Sasa mtoto wake alikuwa ni Muslim, na al-Husayn ni mtoto wa Ali. Kwa hawa walikuwa ni ndugu, lakini baba zao ni tofauti, na baba yao alikuwa ni mmoja ambaye alikuwa ni Abu Talib. Kwa akamtuma liuhaqiqa lahu haqiqata al-khabar, ili aende kuhakiki ule uhakika wa habari ambayo ilikuwa inamfikia al-Husayn. Thumma yaktubu ilayhi biwaqi'i al-hal, kisha baada ya hapo amwandikie barua kwamba hali zinaendaje. Fa in kana ma yaqulunahu haqqan qadima alayhim, kama ni kweli wanachokisema ni kweli, wanamtaka akawe mtawala wao, basi ataenda. Kwa hiyo akatumwa Muslim bin Aqil kutoka katika mji wa Makka kwenda katika nchi ya Iraq kwenda kuangalia, je, wanachokisema hawa watu wa Kufa ni cha kweli? Waje hawajampa bai'a Yazid bin Muawiya, na je kweli wanataka wawe wanamtaka awatawale kweli? Kwa wakamtumia barua, akawa akishahakiki hilo amtumie barua Hussein aweze kwenda Iraq ili awaongoze. Kwa hiyo tutaishia hapa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wajazakumullahu khaira.